Hello traders, it's another beautiful day. Leo pia tunakuja kwa ajili ya kujifunza pamoja. This is just like a table talk. Tuko mimi na wewe tukiongea haya mambo na kuyaanalyze na kuyaweka kwa mtindo ambao utatusaidia sisi kuweza kuwa professional traders. As we have seen already ya kwamba kazi kubwa sana ambayo binadamu anaweza kuifanya ni kutrade. Kutrade ni moja ya kazi ambazo zinatumia akili nyingi sana, zinaenda kinyume na akili pia. It's a very fascinating career. Ni career pekee ambayo inaweza ikabadilisha maisha ya mtu ndani ya usiku mmoja. Ni career ambayo inachukua vitu vingi toka kwako kabla ya kurudishia vitu. Ni career ambayo itakudai vingi na unatakiwa uvitoe vingi. Lakini leo nataka tuongee kitu kimoja ambacho surprisingly ni kitu ambacho kama ukiweza kukifanya you will be unbeatable. Na hiki kitu tunachoenda kukifanya leo hasa kinawalenga intermediate traders. Intermediate traders ndio watu hasa ambao tunataka kuongea nao siku ya leo. I think watu wengi wamezoea pen ya blue. I will use blue. Yeah. So, yeah, tatumia 12. So, watu wengi wamekuwa wakitrade for a while. Most of the time, nikupe tu ukweli wa mambo ni kwamba trading kwa mtu yoyote anaichukulia serious, within 3 years, huyo mtu atakuwa profitable. Lakini kuna vitu kivizingua kama ambavyo tulividiscuss kwenye zile stage. Ukikosa awareness ya stage uliopo kwenye trading, you found out unaweza kutumia muda mrefu zaidi. Lakini kama ukiweza kuwa aware na stage ya trading uliopo mapema, that curve inakuwa shorter, because utajua ni wakati upi wa kufanya vitu sahihi na ni wakati upi wa kufanya vitu ambavyo sio sahihi. That's why kuna watu wengi ambao wakishafika mtaani, let's say they are 20 years old and wamefika mtaani, and then ndo wanagundua kwamba walipokuwa O-level wali screw up kitu kidogo sana. Yani wanafika ile eneo la kufikiria kwamba O-level ningekaza tu. Unajua kwa nini hiki kitu kinatokea? Kwa sababu ya self awareness. Hata sisi tunajua kwamba mtu unapokuwa self aware mapema ndo the more ambavyo unaweza ukafanya vitu vingi vikubwa. Kuna watu ambao ni walevi, ni wavuta bangi, tumesoma nao, lakini walifanya vizuri shule. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu ambacho ni self aware. Walijua kwamba sisi tunavuta bangi lakini inabidi tusome shule. Walijua tunatakiwa tufanye hiki na hiki, lakini kuna wengine ambao they don't even have their own identity, and what happens is they just go around and around, screw up and they screw up and they screw up. So self-awareness is very vital. I would say go back to the previous video inayoongelea 4 stages of trader. Know and analyze, tell yourself uko stage gani, na kwenye hiyo stage what do you need ili uweze ku break through. So now today tunahitaji kuongea zaidi na ku double down kwa habari ya hizi stages and how it is simple if you know what stage you are. On repeat, kuna stage 4 au phase 4 za kila trader. Kuna beginner, kuna amateur, kuna intermediate, kuna pro trader. Hakuna kazi ngumu kama kutoka kuwa beginner kwenda intermediate. Lakini jambo baya unaweza kulifanya ni kuwa amateur. Let me silence everything. Ili tusiwe disturbed. So amateur ndo mtu wa hatari sana. Lakini ukishakuwa intermediate, this is where we want many people to strive to. So kitu kikubwa unachotakiwa kufanya na kupigana ni kwamba uondoke kuwa amateur ufike kwenye intermediate.
The longer unakaa kuwa amateur ndo the longer unavyoharibu na kujichelewesha mafanikio yako. Amateur ana vitu gani? Amateur trader, yeye ni mtu wa excitement, ni mtu ambaye anafanya for the love of display. Yani yeye kutrade ni kwa ajili ya maonyesho. It's not a business to him. It's not something he really wants. Like anajua kichwani anataka, lakini he doesn't push himself. Huyu mtu haput hours kwenye trading. Yani yeye yuko more likely kusubiria trade NFP kuliko kitu chochote. Yani yuko excited siku ya NFP. Huyu ndio amateur. Amateur, he doesn't care. I invest time to learn himself. All he cares amateur anachokea ni technical analysis. Yani ni wale watu ambao wana hunt snipers peke yake. Ni hao wanafanya vitu for ego. To them trading is just gambling. So we don't want to be amateur. Huyu ni mtu mbovu sana ambaye yupo kwenye trading. To them hawapendi trading iwe slow. Wana hunt opportunities. They just seek that excitement. Hii ndio tatizo la amateur. Unaona? So amateur ni mtu ambaye unatakiwa kuavoid, lakini beginner ni mtu ambaye moja ameamini kwamba trading it can work. Yaani huwezi kuwa beginner kama hujaamini trading it can work. Wewe unakuwa tu ni enthusiast. Yaani ni mtu fulani anajuaga kuna kitu inaitwa trading babu. That's enthusiast. Lakini beginner anaamini kwamba trading inaweza kuwa career. Na ndio maana anamzidi amateur. It's good to be a beginner than an amateur, kwa sababu this guy is serious kutafuta knowledge. Anasoma sana. Afu hajui ambacho hajui. Hajui anatakiwa ajue nini. Yani ni mtupu, empty. This is a beginner. But intermediate trader, this is a guy ambaye tunataka tumuongelee leo. Intermediate trader. What will be your game plan? Inaitwa intermediate trader game plan. Game plan ambayo tutakuja kuidiscuss huko mwisho. Intermediate trader game plan. So welcome to being intermediate trader. And what makes you intermediate trader? Dalili za kujua kwamba wewe sasa umefika stage nzuri kuliko stage zote kwenye trading. Yani stage nzuri nafikiri kuliko stage zote kwenye trading ni kuwa intermediate trader. Because here inaweza ikadetermine if unaweza ukawa millionaire kutokana na utakachokifanya ukiwa kwenye intermediate stage. Unaweza ukawa millionaire, unaweza tu ukawa profitable, unaweza ukapindua meza mpaka kuanzisha trading floor. Trading floor. You can, depending na, ama unaweza tu kawa ni low key millionaire. Na wafahamu Tanzania wengi ambao ni low key millionaire na ni matrader. Hapa pia ndipo ambapo pata determine how successful your career will be. So intermediate trader. Because if you solve the things ambazo intermediate trader anazo kwa mazingira ya Tanzania, hii pia tutakapokuwa tunaendelea mbele nitakueleza kwa nini Tanzania mbali na kuwa na matrader wengi wazuri, ni ngumu sana ukaona watu wananunua Lamborghini kama wa Marekani. Hivi unajua kwamba Watanzania wanatrade vizuri kuliko wa Marekani, lakini wa Marekani wana hela nyingi kuliko wa Tanzania in favor of traders. Yeah, sad but it's true. Watanzania wanajua kutrade. What's going on here? Then you'll come to find out kitu ambacho ninaenda kukueleza hapa. Ya kwamba kwa hizi stage beginner ndo mtu ambaye anaanza kwa kuluzi. Yani anaweza akaanza na kitu kinaitwa beginners lucky.
Mara nyingi ukiwa beginner, kama Mungu amekuchagua ama kweli umechaguliwa kuwa trader, utaona profits siku za kwanza, zile profit za bahati mbaya, and then utashuka. As a beginner you drop down. This is the peak of your trading career. Like kuwa beginner, hakuna mahali pazuri kama kuwa beginner. Why? You have so much faith. Like you are so positive. Yani uko so positive minded. Like you believe in possibility. Yani uone impossibility. Hapa ndipo ambapo unagundua, man, I can make mshahara wa dokta ndani ya siku moja. This is what a beginner is. But then you drop down. Ukikaa kwenye hii kitu unakuwa amateur, lakini kwenye hii kitu ukikaa vizuri unakuwa ni beginner. Soko linakupeleka juu, linakupiga chini, linakupiga chini, lakini ukifika kwenye hili eneo, this area, hapa ndilo eneo ambalo ni breakthrough. Kuwa intermediate trader, you are so close to breakout, kama huu mchoro unavyoonyesha. Like any second unaweza ka breakout. Na ndo maana leo nataka nikupe a 90-day game plan kutoka kuwa intermediate and profitable to a pro, very profitable trader. Like if you follow this 90-day game plan, I can tell you, niwezi kutumia neno guarantee, I can tell you, wewe mwenyewe utakaa moyoni na kusema wow, nimetip the balance. Lakini kabla hujafika huko, lazima uelewe kwamba kitu kimoja, kwamba ukishakuwa intermediate trader, as we're going to discuss, your problem now is not a skill problem. Yani sio kuanalyze. Unajua kuanalyze kwa sababu yani ile imeenda kama tulivyo analyze, ila haukuwepo soko. That's the thing about intermediate trader. Hizi ndo dalili za intermediate trader. Yani anajua kuanalyze soko. Like ukimpa chart hapa kuonyesha, atakwambia hii itabai, hii itafika hapa, like they know how to do it. Lakini they are not profitable. Anajua everything ambayo hajui. That's a weird word. And you know everything that you don't know. Like because you know too much sometimes. Intermediate bado anatafsiri profit and loss the wrong way. Tatizo moja kubwa sana ambalo tutalisema. So intermediate trader anatoka kuwa na skill problem, anaenda kuwa na mindset problem. Sasa ukiwa umezaliwa Tanzania ndio inakuwa double portion. Umezaliwa Tanzania ama Kenya, this becomes a double portion because your mindset is so screwed up tangu ukiwa mtoto. Sijajua ni wangapi kwenye familia zao ambazo mzee wake alikuwa akipata pesa, you know, ana go all in. Wazee walikuwa na tabia ku go all in. Mzee akipata pesa ana go all in, ananunua kila kitu ndani. Yani anakisha kuna mafuta, kuna mahindi, kuna mchele. Like this guy thinking, man, we may not make it to the next month. So I better have everything ready. You know what I mean? This is a mindset problem. Sasa trader hana skill problem. And guess what? Many of intermediate trader, they try to solve a skill problem. And part of it is because of the mindset. This guy doesn't know his problem. And anazisingizia problem zake kwenye skill. Dude,
you need to understand kitu kimoja ya kwamba yani hata ukitumia indicator utakuwa profitable, because it's not a skill problem. Ukishafika kwenye intermediate, it's not. Na ndio maana hakuna strategy ambayo haina profitable trader. Yani hakuna, sijui nani anaweza kanitafutia strategy akasema hii strategy haiko profitable. Na ndio maana ningeshauri sana sana sana, go against the people ambao wanakuambia tu watakutoa from beginner what is forex to pro. Nobody can do this, because hakuna anaweza kukufundisha kutrade. Like that's the first thing you need to know. Nobody can teach you how to trade. That's the reality. Nobody can teach anybody how to trade. Does that mean you don't need a mentor? No. Aliye mentor Mike Tyson sio lazima awe alikuwa naye ni champion, lakini Tyson ndo alikuwa anapigana. What does the mentor do? The mentor tells you what works and what don't works. It's your job to make sure you know what works for you, what style is your best. Yani kwa mfano mentor wa Muhammad Ali alijua Ali yuko na speed, akamwambia let's double down on the speed because that's your strength. Lakini inawezekana yeye hakuwa na speed yoyote. You know what I mean? Hakuna anayeweza kumfundisha mtu mwingine kutrade. You have to. You do you. You have to learn it yourself. And the easiest way to learn to do it yourself is by having a mentor who understands your problems. Not necessarily his problems, but he knows those problems and he is helping you to solve those problems. Kwa sababu njoo nikwambie kitu kimoja. This is not a skill problem. It's a mindset problem. Na hakuna watu wawili ambao wana mindset moja. Wanaweza wakawa na general mindset moja, lakini hawako na mindset moja. Hawaelewi vitu sawa sawa. Hawa approach vitu sawa sawa. Let me give you an example. Kulikuwa na matrader wengi sana before Amritsar. Lakini this guy ndo ameweza kuanzisha trading floor. Inaweza ikawa na mapungufu kibao, lakini he did it. Why? Mindset. Because he believed he can go public and establish stuff. Lakini kuna matrader wazuri kinoma, and they just teach, hata waonyeshi sura. Mindset. It's not about who's wrong, who's right. It's just know what you're capable of. Ujue wewe unaweza kufanya kitu gani na unaweza ukanifanya nini. It's a mindset. So the moment unaelewa kwamba now you are an intermediate trader. As I'm talking to you now, you know if you're an intermediate trader or you're not, based on the previous video. So ni nini kinaendelea kwako? Ni nini unachotakiwa kufanyie kazi? Achana na kuenda kusoma, kutafuta kusoma. Nataka nisome strategy fulani. Stop it. Like, bwana ukawa loyo kwa mentor aliyekufundisha ABCD, lakini maybe right now he doesn't meet your needs. He doesn't. So hawezi ukamwacha kwa sababu ndo aliyekufundisha. Lakini hawezi. It's not a religion. Hata religion tunabadilisha. Sio mke. You can change the mentor to find somebody anayeendana na wewe, anayekupa solution ya the way and your problem. Man, it's a skill to know what you need and to find right people. That's why trading is a business ambao kama ukimaster trading
you can do all other business, because you have to know the skill of finding right people, mtu sahihi wa kukusaidia, sio mtu cheap, ni mtu sahihi wa kukusaidia. Yani uende wewe matatizo yako atakuwa solved ukienda kwenye trading floor, kwa sababu labda wewe ni easily distracted. You need a structure. Lakini ukijifungia chumbani, you don't have a structure, and you know that my problem is I don't have structure. So what do an intermediate trader need to do? Intermediate trader need, first of all, self-analysis more than he needs technical analysis. Yani wewe kaa peke yako ujiambie hii shida iko wapi. Nitakuonyesha mwaka 2022, Mungu akipenda nitakuonyesha jioni yangu ya 2022 nilipokuwa nachukua hela kwa Templar. Watu wengi wanamsema vibaya Templar, but nilikuwa namtumia Templar and I had no problem, maybe because I didn't know there was a problem. Nilikuwa napata withdraw toka kwa Templar na nikiwa profitable. But kutokuwa mkweli na wewe binafsi, you have to do self-analysis. Sit down, jiulize maswali, kwa sababu huu mwaka 2022 kuingia 23, yes, I make profit, I make money. Lakini I just want to show, yani moyoni mwangu kuna kisasi cha kufa mtu. I want to show my sister, like nataka nionyeshe dadangu that this will work. That's what you want to do, like kisasi moyoni, like yani you want to prove something. So una trade as a guy ambaye inabidi make $1 million tonight. Yani una trade kama mtu anataka make $1 million tonight. Yani sio kwamba upati faida, lakini hata kwenye hiyo, yani sio kwamba una confidence. No, you just want to prove something to your girlfriend. And you need to know and self-analyze, like this. What am I doing wrong? What is going on? Yani usikubali, yani let's say umelose. Kwanza most of intermediate trader wana hate kujiona. Jambo ambalo tutaenda kuliongelea hapa soon. Remember, it's not a skill problem, it's a mindset problem. So what you need to do is self-analyze. Like ukipata loss, tell yourself the truth. Usiwe na majibu ya haraka, sababu bongo unapenda kumwepusha mtu na maumivu. You need to understand that. And we're going to talk about that on tomorrow, wanapoongelea uongo uliopo nyuma wanaokuambia psychology. Dude, hebu fikiria, kwa nini unaamini mainstream kama matrader wote wana lose? How many percent ya trader wana lose? 8%, even 90% wana lose. Do you think hawa watu hawajui kitu kinaitwa psychology? Wanajua. What's wrong? They are looking at the wrong place. They are trying to solve insolvable. Psychology. Yani usipokuwa mzima psychology, ndio tunakuita psychiatrist. Yani unakuwa wewe ndio ni kichara. Psychiatrist, something. Psychopath or something. Lakini as a normal human being, psychology tutasoma ni kawaida binadamu waogope. Like fear is something that you can just kill. You can't. You can control your fear, but it's there. Like it what makes you alive. Greedy. It's something that iko ndani yako. Yani hata uwezi ukafunga kupinga greed. Yani uwezi ukafunga ili Mungu aondoe greed ndani yako. Unaweza kufunga, ndio, na kuomba uweze kucome in time na hiyo greed isikutawale.
lakini iko ndani ya binadamu kuwa greedy. Yesu anasema roho i radhi, mwili ni dhaifu. Until tunaenda mbinguni, until watu ambao wataenda mbinguni na mimi nikiwemo, miili yetu bado itakuwa inaturudisha nyuma. Na anapozungumzia mwili, anazungumzia mind, anazungumzia vitu ambavyo ni viko kwetu, emotions vipo. Na ndio maana Biblia inapozungumzia swala la kuzini inasema kwamba kwa ajili ya tamaa kila mtu awe na mke wake mwenyewe. Fikiria, tuta double down tomorrow. Kwa nini Biblia inasema jizuie? Haisemi jizuie, inasema uwe na mke. So you need to know kwamba energy cannot be destroyed. Energy cannot be transferred. I mean, energy cannot be created. Energy can only be transferred from one form to another. So you can't just say emotions is amazing. Yeah, just look at science. But as we learn, utagundua kwamba hivi vitu ni rahisi sana and hapo una right information. Kama ukitaka kujua zaidi, nenda Instagram ya Law Charles ama Twitter ya Law Charles, soma. Utaona kwamba it's biology. Yani huwezi ukapingana na biology, like it's nonsense. Biology is biology. Lakini mindset, hiki kitu ni learned behaviors. Hiki kitu ni programming. Hii sio biology. Mindset sio biology, ni programming. Like Watanzania wote, karibu kila familia, mzee au mama akipata hela anahakisha amenunua kila kitu ndani. Wa Marekani akipata hela anahakisha amelipa bills zote. Msomali hata aende wapi, mpeleke popote, ataanzisha duka. Mchaga hata umpeleke popote, ataanzisha duka. It's not biology, it's mindset. Yani Mnyakyusa popote utakapompeleka atafanya vitu fulani kwa sababu ya mindset. Mindset is a learned thing. Hauzaliwi nayo, unajifunza. It's a program. And uzuri wa program ni kwamba you can rewrite it. Lakini you can't rewrite biology. Fear ni kitu ambacho kiko ndani yako. Let me tell you this story. Wakati tunaelekea kushuka zaidi, to double down on mindset. Na kwa nini as intermediate trader, what you need to do more is your mindset. Achana na psychology. Psychology is very easy. Nitakwambia kwa nini ni easy tutakaposoma next time, but leo kukupa hint. Dude, do you know kuna watu wakiona paka anaiogopa sana, afu kuna watu ambao wanasema paka ni watu. What's the difference here? Do you think unaposema I fear of missing out, do you think it's a mindset or is it a program? Huyu jamaa hajawahi kuona paka ikilia dirishani kwake. You know what I mean? Na hata ikilia dirishani kwake, yeye anachosema they are mating. Anzi kusema inalia kama mtoto, kesho yake nikaumwa. Yani yeye anaona kuumwa alikula vibaya. It's a mindset. Andrew Tate anakuambiaje? Anasema kwamba ukiona, kama unaamini kuna majini, upepo ukipiga dirishani utafikiri ni jini linaingia ndani. Lakini kama uamini katika mapepo, uamini katika majini, utaona kwamba wow, a cool breeze coming into my house. So dude, let's go back. Wewe ukishakuwa intermediate, as a beginner, fight all you can fight so you can be intermediate. Being intermediate means knowing what you know, knowing what you don't know, having a semi-edge, like you can place couple trades and they win. Sio kubahatisha, kwa kufuata process, like you analyze, you execute.
Achana na kwamba una execute na fear, una execute na greed, lakini you can analyze, execute and do this. Or maybe even unajua kuanalyze lakini you have a fear to execute. We're gonna learn everything and then we're gonna talk. So what do you need to focus as intermediate trader? Mindset, babu. Mindset. Sasa kama tulivyosema, mindset ni program, mindset ni kitu ambacho you can rewrite. First of all, we need to know what we don't want and what are the bad mindset ambazo intermediate trader anazo, and what will be your 90 days plan. So tutaandika huku problem, after tutaandika na solution. Mindset problem. Cha kwanza, intermediate trader wengi wana scarcity problem. Here anaamini yani hii trade hata ipata tena. Yani like this is a trade, yani this is the one. It's funny but like anaamini this is the one. Like akiona setup imekuja, let's say ni watu wa ICT, anaona hii order block hii hapa, yani all his life yani anaamini kwamba hii ndo order block ya mwisho. Yani hawezi kusema kwa wazi, lakini anaitreat hii kama order block ya mwisho, kwa sababu akikosa hii atapata wapi nyingine huku ndani. Yani like this is it. So what does happen? Anaingia yani na loti ya kufa mtu, ama anaogopa kinoma, ama anaogopa itamuacha, kwa hiyo inabidi yani sasa yani yeye, hii ndo tatizo, scarcity problem. Ila yeye atakachokwambia, atakwambia na fear of missing out. Mwanangu, fear of missing out ni dalili ya kwamba unaamini hivi vitu ni vichache, yani ukikikosa hicho huji kupata te. So ni mindset. Fear of missing out ni matokeo. Yani kuna vitu unatakiwa vielewe, tutadiscuss kesho. Kuna cue, kuna trigger, kuna response. Cue inatokana na mindset. Yani wewe kama sio mnywa pombe, mwanangu, bia haikushtui. Unielewa? Yani kama wewe sio mzinzi, oya, madela hayakushtui. Nanielewa? Like it's not your weakness, it's not what you think. Yani wewe kama sio mfanya biashara, ukipita eneo ambalo hakuna genge, watu wanasafiri umbali mrefu kutafuta genge, yani wewe utakachokiona kama sio mfanya biashara, utasema umtani hame kwa sababu hamna genge. Ukiwa mfanya biashara, what do you see? Yeah. So wewe unafikiri una fear of missing out, lakini in little sense una scarcity problem. Yani unaamini vitu ni vichache, opportunity ni chache sokoni, so you have to get that one. So that's scarcity problem. Lakini kingine ni belief. Yani trader anaamini kwamba profitable, yani profitable trader ni anafanana tofauti na yeye. Like kwa profitable sio kwa ajili yake, anaamini yeye bado hajawa profitable. Yani anaamini kuwa profitable yani ni kama something fulani inatoka. So what happens? Ina compromise maamuzi yake. Umeona? Hawezi kusubiria TP. Yani anaogopa kulose. Yani anawaza in form of losing, not winning. This is the mindset. Mindset is a trend. Zingine tutaendelea kuzidiscuss, but let's double down. Huyu jamaa mindset yake ndiyo inayomwangusha, na njia pekee ya kufanya ili aondoke kwenye hiki kitu ni self analysis.
kwa sababu maybe una blame kwamba you are a loser because of A, B, C, D and G, lakini in little sense you don't know how to trade. You know how to analyze, but you don't know how to trade. Now you need a mentor ambaye atakufundisha trade, kwa sababu kuna vitu viwili vinatokeaga. Unaweza ukawa unachanganya kwa sababu ya mindset. Unaweza ukawa unachanganya kwa sababu bado una mindset ya mfanyakazi au mindset ya mwanafunzi. Yani unawaza kulebo, afu unafikiria kulebo ndo kuanalyze. That's why you need a mentor. Na mentor anaweza kukusaidia. Kulebo na kuanalyze ni tofauti. Kwa mfano, yani jamaa anakuja kwenye trading atamake FVG, yani anakuwa kama anamaki mchoro wa moyo. Dude, so what? Ndio ni FVG, so what? Na ndio maana channel yangu inaitwa Dynamic Narrative Trading. Like, what's the story behind? Ndio, hiyo ndio fair value gap. So what? Yani inakusaidia nini? Utaandika fair value gap, bullish order block, bearish order block. What's the story? You don't have the story. Why? Kwa sababu unawaza kama mwanafunzi, unawaza kulebo. Yani wewe unaona trading ni lebo. Yani ndio ile yani kwa sababu darasani ulikuwa ukifaulu unapata validation, watu wanakuja wanachukua pepa lako waangalie. So what do you do now? Unakuja na hiyo mindset, unataka una lebo, una post. Mambo execution sio mambo yako. Yani fun fact, kuna mtu nilikuwa kwenye group la Telegram zamani, nakumbuka hii ndio siku ambapo nikaliachaga ili group. Jamaa anasema, umeiona hii trade? Umeona ambavyo imechukua imeondoka? Lakini huwezi amini kazi iliyofanyika hapo. Unajua nimechukua loss ngapi kabla ya kuingia hiyo win? Like, dude, what do you mean? Yani inamaanisha kwamba huyu jamaa alikuwa ameingia hapa, alivyoona inashuka akaikata, alivyoona inashuka akaikata, alivyoona inaweza kupata akaingia. Sio kwamba hakujua kwamba hapa ndo itageuzia. Sio kwamba hakujua kwamba hapa ndo sijui stop loss, watu wanatafuta nani stop loss ndogo, lakini stop loss inamaanisha kwamba idea iko invalid. Sio kwamba hakujua kwamba kufikia hapa ndo idea inakuwa invalid. No, his problem ni kwamba anataka validation. Validation inakuwa kama mdada, like you want people wakusifie. No, this video is gonna be wrong. I'm sorry for that, but anataka validation. So I need to go to a 90-day plan. Ili mambo yasiwe mengi. We have more videos to make, so let's go to what 90-day plan you need to do. Simama mpaka mwisho wa hii video ili uweze kujua what 90-day game plan can be. I'm gonna get into that soon. So this is a mindset ambazo traders zinawasumbua. We can discuss that more. Keep watching our channels. Tutakuwa tuna double down on some of this topic ya validation, topic ya fear of missing out, mindset mbalimbali na nini. So toka kuwa unsuccessful kwenda kuwa successful in 90 days. Number 1, you need to know solutions ambazo unatakiwa kuzifanya. Number 1, the best thing you can do now, first of all, is forget about psychology. Deal with your mindset. Huu ndio mzizi unaokufanya unaharibu vingine vyote, kwa sababu hii ni programming. Yani ni kama vile Android itake tu kuwa Apple just because imeamua. You can't. You have to change the back end code. You have to change the programming
na lazima ujue kwamba wewe, kutokana na malezi yako, akili yako inavyofanya kazi, what is your really problem, dude. So number one is tenga wiki moja, 1 week, that is 7 days, no trading, no anything. Andika everything ambazo unajua ni mindset yako, vitu ambavyo unaamini kuhusu wewe, like wewe unaoperate vipi, what drives you, what scares you, why does that scare you, what do you need, why you want to trade, like go your mindset. Wewe unawaza nini? Je, wewe una ile mindset ya kimaskini, una mindset ya kitajiri, una mindset ya kukufanya uwe mfanya biashara, ama unafikiria trading kwa sababu ni kusoma, unafikiria trading ni shule, kumbe trading ni biashara. Go there, analyze what is your problem, mindset, truly analyze. Ndio maana wengi wanasema kumeditate. Mimi nakurahisishia, mtafute jamaa anaitwa Inframes TZ, chukua kitabu chake kinaitwa Meditation. Lakini kumeditate inamaanisha kuwaza kwa makusudi kwa kukusudia, like unakusudia kuwaza, yani sio unakuwa autopilot. So I think you need to also to know, umtafute mtu jamaa anaitwa Bruce Lipton kama sijakosea, anakuonyesha kuhusu kitu kinaitwa subconscious mind. Dude, yani wewe unaweza ukawa unawaza hapa mbele sana muda mrefu kwamba mimi sitaingia trade, lakini kuna default program ambayo hii ndio tunataka sisi tuisolve. Mtafute mtu anaitwa Bruce Lipton. Kwenye siku za meditation zako, tafuta mtu anaitwa Bruce Lipton. Mtafute mtu anaitwa Dr. Eli Waminian. Sikiliza programu yake inaitwa Mwanga wa Akili, au inaitwa Akili. Mtafute Lal Charles, msikilize. I don't know utamsikiliza, but yeye anaandika sana. Still na hawa watu watatu, afu wape muda kidogo sana. Wewe ujipe muda mwingi, ila hawa wape muda kidogo sana, like on that week angalau 2 hours wape hawa watu, wakati wewe mwenyewe unajipa at least 10 hours to think deeply. Ikiwezekana nenda hata polini, kimya, sehemu ambako hakuna watu, figure out your shit. No, yani what is your problem, dude? Like ni nini kime go wrong? Ni nini ambacho you see it is wrong? A simple example nitakupa, nikwambie. Andika what you fear kwenye hii program. Sasa ukitaka kuifahamu zaidi, you're gonna have to DM, to text me on my number. Nitaiachia hapo, text me kwenye namba yangu, and then nitakupa program ya kuifanya for those 7 days. Lakini nakupa hint, andika what do you fear and what is the truth, alafu andika why hauamini your truth. Nitakupa mfano. Kwa mfano, watu wengi wanafia kwamba sitakuwa na pa kulala kesho. Walisia ni kwamba ninapa pa kulala leo. Why nafia? Sometimes wengine wanafia kwamba sitakuwa na hela mwisho wa mwezi, sitakuwa na hela kufanya hivi, au sitaweza kula. Lakini uwezo ambapo ni kwamba haujawahi shinda njaa, haujawahi kufa njaa. Kwa nini hauamini ukweli? Hii itakusaidia kujua what drives your thought. Another thing you can do is keep analyzing yourself and writing the truth. Kingine, jiandikie barua. Don't be biased. Usijitetee. Yani hebu mseme
mseme wewe, mtukane wewe, msifie wewe the more as you can. Like let your mind flow. Usipe pazia. Yani jiambie, dear Bill, niko proud sana kuona unajifunza, ila unanidisappoint kwenye hiki na hiki na hiki na hiki. Afu muulize kwenye hiyo barua kwa nini. Self analysis, that's the one thing you do for those 90 days. The second thing you do now, ukishajua hivyo vitu vyote, fanya sasa trader analysis. Jiulize, ni unajua au unabahatisha? Yeah. Jiulize, una edge ama edge ni kama tulivyosema, yani una kitu chako ambacho uelewi kwa nini wengine wafuati wakati so simple. Yani je, unajua kweli? Unabahatisha? Yani ni kwamba unajua tu kuna kitu kinaitwa order block, unajua kuna kitu kinaitwa QML, unajua tu kuna kitu kinaitwa diminution, unajua tu kuna kitu kinaitwa liquidation. Yani unajua, lakini unakisia itakuwa hii ndo yenyewe labda hapa. Yani unakisia, yani unabahatisha. Ukipata majibu, jiulize, je, unahitaji mentor? Sasa mentor, kumbuka, sio kwamba anakufundisha technical. Huyu mentor wewe muendee kwamba bro, mimi bwana ninajua kutrade hiki na hiki na hiki, lakini naomba mwongozo wako, au ninawezaje kuvuka hapa niwe profitable. Sasa achana na mamenta, umsichague mentor kwa sababu ni maarufu. Chagua mentor kwa sababu atasolve ulichonacho ambacho ni tatizo. Kwenye kumanalyze trader usitumie siku nyingi, tumia siku 3, utakuwa umepata majibu. Like kwamba wewe hamna mtu au wewe kuna mtu. Like, man, I don't think I know what I'm doing, kwa sababu I doubt myself a lot na vitu kama. Sasa ukishapata majibu kwamba unajua hujui ama unafanya nini, cha pili unachoweza kukifanya, mentor atakusaidia na kukuongoza kutengeneza system. Lakini ikiwa umefikia conclusion kwamba you don't need a mentor, unachotakiwa kukifanya, learn systems za biashara. Treat trading kama biashara. Tengeneza mfumo utakulinda na hivyo vitu unavyovita psychology. Mfumo wa kuanalyze, like una analyze the same way every day. Yani sio kwa sababu sasa hakuna trade unahama kutoka ICT unaenda Falcon. Yani make sure kwamba you analyze the same way. Build a system iwe na analysis, system iwe na money management, iwe na trader management. Yani unajimanage vipi wewe? Maana unaweza ukafikiri unatakiwa kumanage hela, lakini wewe ndo unaye trade, inabidi ujimanage wewe, kwamba ujijue mimi najimanage vipi. How do I manage myself? Yani ni kama biashara, na wewe ndo mfanya kazi, na wewe ndo umeajiriwa. Yani wewe ndo bosi na muajiriwa, yani wewe ndo kila kitu. Ndo ubaya wa trading, you are everything. Wewe ndo bosi, wewe ndo mfanya kazi, wewe ndo risk manager, wewe ndo CEO, wewe yani wewe ndo accountant, ndo vyote. Kwa lazima umanage trader. Lakini system iwe pia ina how to manage, iwe na system, iwe na kueleza unawezaje kutengeneza hela, money duplication.
Yani hii system itafanyaje ili itoe hela? Wengine watasema hii ni risk management. No. Yani on the wrong run, utakapokuwa umeshapata mindset, hapa ndipo ambapo anatokea billionaire trader, na hapa ndipo anapopatikana trader anayetradia ghetto kwake. Unataka utengenezeje hela kwenye trading? So lazima uwe na systems. Sasa as you come na mentor atakuonyesha systems zikoje. Lazima uwe na system ya execution na vitu kama hivyo. So ukishapata haya majibu ukafanya hivi, sasa you have to stick. Another thing unatakiwa kuifanya, stick with one and only one system. Hapa sasa ndo patamu. First of all, ili uweze kupata system ambayo utaifanyia kazi vizuri na ambayo itakutoa, you need this. Acha nikuambie kitu kimoja. Endapo haya yote haya make sense kwako na kurahisishia, ukishafanya self analysis, njoo kama ujui ustick na mfumo gani wa kutrade. Approach trading as a scientific problem. Nikueleza wazi kwamba kuna watu wanaitwa quants. Hawa watu wanajua hesabu tu, math, lakini ni matrader, na hakuna mtu anaweza kuwa beat hawa watu, kwa sababu trading ni science. It's just pure math. Yani unatakiwa ujue kwamba trading ni hesabu, yani vibaya mno. So nenda hivi kama ulivyosoma form 1, identify problem. Labda problem yako ni ku-TP, labda problem yako ni stop loss, labda problem yako ni entry, labda problem yako ni execution. Sasa una identify problem, unafanya observation. Nafikiri observation inaanza kabla ya ku-identify problem. Utaangalia wewe, observe, angalia, yani angalia tu kwanza, kwamba yani kwa kuangalia tu naona nikiwa na take 1:3 nitakuwa na win zaidi kuliko ninavyongangania 1:10. Ama nikiwa nafanya 1:2 nitakuwa profitable sana kuliko. Sasa usikalili. Ndio maana tunasema unatakiwa ufanye usikalili, kwa sababu kuna jamaa kwenye YouTube alisema kwamba kuwa profitable lazima 1:3. Man, I know people ambao ni profitable 1:1. Najua watu ambao ni profitable wanafanya 1 negative. Observe, experiment. Jaribu ku-experiment hicho. Sasa kwenye ku-experiment ndo sisi tuna advantage ya backtesting. Kwenye experiment pia kuna stress testing. Yani backtesting sio tu una backtest ili upate validation, inafanya kazi. No, stress tested. Je, hii kitu nikiifanya the same way miezi 3 nitafunga na profit? Angalia madhaifu yake. Yani nitakuwa na how many consecutive losses, nitakuwa na how many consecutive win, how much can I survive kama nitakuwa hivi. Kwenye experiment sasa ndo kuna kitu kinaitwa kikubwa sana, kinaitwa data correction. Oh man, I need to make another video for data correction. Yani watu wengi wana hesitate kuput trade kwa sababu hawana data. Yani loss moja inamfanyaga trader anachoma account ili sababu ana revenge. Sio kwa sababu loss ni mbaya. No. Hana data zinazomwambia kwamba hata kiruzi mara 10 huaga na win. Hana hizo data. Yani jamaa
anaendelea kutrade Asian session all the time, lakini ndo inayomfanya anavuja. Yani unakuta anakuwa na negative 200 au negative 20% kwa sababu ana trade Asia, wakati kila kitrade London anapata 10% consistently. Dude, you don't need anything, you just remove this and then unakuwa na plus 10% kila siku. You know what I mean? So trader anapotea hapa. Mwingine anajaribu tu kutrade New York na London kwa sababu ndo walimwambia ziko volatile, lakini kumbe ukitrade gold Asian, yani uko profitable mno, na hata unahitaji London, unahitaji New York, but kwa sababu huna data, hujui. Yani kwa nini mara nyingi watu hawana data? Intermediate trader hataki kujono kwa hata hajui mwanangu. Yani anaamka tukatrade. Mwanangu nilikuwa nasubiria London, nasubiria. Kwa nini unasubiria London? Kwa nini unasubiria New York? Data gani zinakuambia utrade London? Data gani zinakuambia utrade New York? Kwa nini? Unakuta kuna mtu hajawa, yani ukichukua ripoti yake Euro USD ni net negative, ila watu kwa sababu ndio watu wengi wanaiposti, anaiposti. Why? The problem is mindset. Yani anataka kuposti kwa sababu watu wana trade Euro USD. Dude, kuna mwingine anakuambia lazima utrade pair moja, lakini data zake zinamuonyesha akidiversify risk ndo anakuwa profitable. Kuna mwingine analazimisha kudiversify risk ya trade mapea 10, wakati yeye kabisa data zinamwambia akifocus na pair moja anafanya vizuri zaidi kuliko pair nyingi. Data correction. We're gonna talk about data muda mwingine, lakini lazima trader uwe na data. Yani lazima ujue kwamba mwanangu, sikiliza, mimi data zangu zinaniambia kwamba mimi waga naweza okay, kuna kijana mmoja kama unaweza kasoma bio yangu, nimekoti maneno ya kijana mmoja anaitwa La Charles Nicodemus. Anakuambia ni data. Ukimsikiza Pipstorm anakuambia data. Yani mpaka uelewe neno data. Yani kama ukishindwa kulielewa neno data mapema utapotea, kwa sababu loss sio loss. Yani loss, data zinasema kwamba in a series of 100 trades utakuwa up 20%. Hajakwambia zitakujaje hii 20% itakujaje. Inaweza ikaja tu kwenye one trade. Lakini umeluzi hizi zote. Kwa sababu gani? Una 1:22 risk to reward ratio. Yani kwa hiyo wewe, yani unahitaji kuluzi mara 22 na kuwini mara moja tu ili uwe break even. Sasa unajua haya mambo kwa sababu una data, una namba. Yani unajua kabisa kwamba mimi consecutive losses zangu waga zinakuwa 10. Yani naweza nikaluzi mara 10 mfululizo. Halikushtui, yani ili mara 10 mfululizo halikwambia, yani uanze tena kukaa sehemu unajilaumu unasema man, I am a loser. Zile negative self talk. Kwani kwa sababu you know kwamba kulose 10 negative 10, yani kuwa negative 10 consecutively ni kawaida. Yani kwamba unaweza ukawa na consecutive wins 10 alafu ya 11 ikawa loss. Yani ni kitu ambacho unajua. So sasa kwa sababu umewini 10 mfululizo, ya 11 babu, unajua unachokifanya, una go all in. Kwa nini? Huna data, you don't know. Yani wewe unabahatisha. Washakwambia mali bila daftari upotea bila habari. Sasa unaweza kufikiri daftari labda la kuliweka pale juu. No, data correction. Una correct data. And then anakuambia kuna moja nilisahau inaitwa kuform hypothesis. Yani form hypothesis kwamba okay, nikichukua 1:3 nitakuwa hivi. Then you go prove kwamba kama nikichukua 1:3 for 3 months consecutively nitakuwa wapi. Afu unajaribu tena, kwa sababu data lazima iweze kuwa na kuna kitu kimoja unaita control, ambazo hizi labda tuseme watu wanene wote wanapataga magonjwa ya moyo, si ndio?
Kwa maana yake lazima uwe na control ambayo ni watu wanene wenye kilo labda kadhaa. Hii ni control. Afu unajaribu, je, ukifika kilo 200 riski ya kupata magonjwa ya moyo inaongezeka inapungua? Je, wenye kilo 300 inaongezeka inapungua? So kama ni 1:3 unaangalia, je, if I did for 1:5, what if I did 1:6, what if I did 1:10? Ipi inaniangalia? Je, nikitrade kwa kuscalp au nikihold, ipi inanipa matokeo? So you try everything, una experiment. Oh my god. Oh, mvua ya mawe inanyesha, so magari ya watu yataharibika. So hypothesis, unaenda kazitafute zile scientific procedure, follow them, afu mwisho wa siku unaangalia conclusion. Science haukosei, yani kumbuka hapa ukosei, ni either una reject hypothesis, unaanza upi, una form a new hypothesis, ama una accept hypothesis based on. Na ndio maana hiki ni kitu kizuri kwenye science. Science haitumii sana neno prove. Kuprove ni kitu kibaya, hauwezi kuprove. Lakini ukweli ni kwamba endapo mwanamke atazaa, ni mara nyingi atazaa mtoto wa kike au wa kiume. Hii haimaanishi kwamba hamna watu ambao wanazaliwa hawana jinsia, ila data zinasema, scientifically data zinaonyesha kwamba mtu akijifungua atakuwa na mtoto wa kiume au wa kike. So that's how you do it. Correct data. Fanya hiyo kitu. Na kingine sasa, baada ya kucorrect data, kuna kitu ambacho kinaitwa 80-20 rule. Fanya ya mambo ndani ya siku 90. Ukisha correct data, utajua what works, what doesn't work, what give you result, what doesn't give you result. Kwa sababu 20% ya mambo unayoyafanya ndio yanayokupa 80% ya matokeo. So anza kufanya signal noise filter. Yani ukisha correct data, ukagundua vitu ambavyo havifanyi kazi na vitu gani vinakupa matokeo, go double down kwenye 20%. Unaweza kugundua kwamba baada ya kuback test ukagundua kwamba gold ndio hasara zaidi, jibu ni rahisi, achana nayo. So know the rule of 20-80. Yani angalia vitu gani vinafanya kazi, vitu gani havifanyi kazi, concentrate on them. Mambo makubwa ambayo mawili ningekuambia uyafanye, ambayo ni ya msingi sana na yani ya muhimu sana, ni moja. Cha kwanza, self analysis. Hii ni ya muhimu sana. Ya pili kwa umuhimu ni data correction. Hii ukicorrect data za kutosha, you will know for sure kwamba it works. You will know that you can think in form of probabilities. Yani kwa sababu umeona kwa macho, yani umethibitisha kwamba loss moja isipokutoa mchezoni utafunga na winning week, winning month. Yani tatizo usipokuwa na data, unafikiri ile loss moja imechoma account, yani like unataka kuirudisha haraka, lakini kumbe ukiendelea kufollow the system kama tulivyo establish huko, data zinaonyesha utawin. Lakini hizi data pia zitaonyesha kwamba ulikuwa unajifikiria una edge, lakini kiuhalisia mzee wewe unafunga negative. So that means you need to change your system. Approach trading kama biashara. Ya approach trading kama ilivyo ni science. Do that. And I tell you, ukifanya kwa umakini vivitu within 90 days, ukafanya deep self analysis,
au a deep self evaluation unaita wengine, uka correct data na hii itakuambia either you need a mentor, either you need to start learning from the scratch. Yani kwamba yani ni hujui hata structure ikoje, yani unajua pattern peke yake, yani unajua tu kwamba falling wedge, kama it works for you then go but kama unaona kabisa kwamba this I need hapa inabidi nimtafute mwalimu anifundishe hivi, unatafsirije structure, kwani unaingia hapo, kwani unatoka hapo, you know. Do vitu viwili, correct data, fanya self analysis. Sasa what do you do baada ya self analysis? Anza kuchange mindset. Kuna tools nyingi za kubadilisha mindset, kutoka kuwa mtu mwenye akili ya kimaskini kwenda kuwa mtu mwenye akili ya kitajiri. Biblia inasema ole wa nchi ambayo mfalme wake ni kijana. Anasema inasema pia ole wa nchi ambapo mtumwa wake akawa mfalme. Yani usipokuwa na mindset ya kitajiri ukapewa utajiri, yani unakufa na ngoma miezi 10 tu. Au ndo hiki tu, unaweza ukawin lottery hata milioni 100 zikapotea zote ndani ya miezi 10. Lakini kuna jamaa ukimpa buku 10, kimfuata miaka 5 ijayo anaduka Kariakoo. Mindset. Unaonaje dunia, unatafsirije dunia? So going back to the things ni hivi. Katika watu ambao ukiwa kwenye self analysis utaenda kuwasikiliza, wa kwanza Bruce Lipton, Subconscious Mind. Mtafute Lochaz, mwombe hata namba hiyo, unaona status zake. Sio lazima awe mentor wako, mwombe namba tu. Kwenye hii ni self analysis, tafuta watu. Sawa, mwingine nilimtaja ni nani? Dr. Eli VD Waminian, hao wote wako YouTube. Tafuta kitu kinaitwa akili, tafuta kitu kingine kinaitwa mwanga wa akili. Learn these people. Usiwape muda mwingi, wape 2 hours wakati unajipa 10 kufanya self analysis. Kama uko serious you can finish this in 3 days, but I'm saying you give yourself 7 days. Ni muda wa kujiambia we mwenyewe. Actually kila jamii ilikuwa na namna yake ya mtu kutoka kuwa kijana kwenda kuwa mtu mzima. Hiki ninachokuambia, hii self analysis ndo the passage ya kutoka kuwa mpumbavu intermediate kwenda pro. Yani hii ndio mwanzo wa safari. Watu wengi waliofanikiwa, ukimuuliza Steve Jobs atakwambia aliendaga India. Yani ni ngumu sana ukafanikiwa hivi vitu bila kufanya kitu kinaitwa meditation. Yani ni ngumu sana, yani bila kufanya kuwa na self awareness, yani kuwa ile na self actually, like I don't know nisemeje, yani kuna ile kujitambua, ile kuna neno moja watu wanalitumiaga kusema hicho kitu, kuwa awake. Mtu mwingine wa kumtafuta ni Inframes TZ, hivyo Inframes TZ, I think ni hivi, Inframes TZ. Tafuta kitabu chake kinaitwa Meditation. Sijui watu wengine, lakini go find yourself.
find yourself. Jijue wewe ni nani hasa, na madhaifu yako na strength zako, na namna gani unaweza ka change your weakness kuwa your strength and your strength kuwa weakness, viweze kukupa faida. Aliyetuumba alituumba kwa ukamilifu wa ajabu sana, ya kwamba hata madhaifu yetu ni kwa ajili ya msaada wetu. Sababu angeweza kutuumba tusikojoe, tusipuu, lakini imagine ndi vitu sana vinavyotusaidia katika binadamu wetu, kutoa sumu na kutufanya tuwe hai kama tulivyo. So do that for 90 days. Alafu mtu yoyote atakayeanza kufanya, kianza tu kuona changes, hebu njoo kwenye hii video tena, achia comment. Basi ninaenda kutoa namba yangu ya WhatsApp kwa ajili ya kukutumia PDF of what you can do, ili uweze kutoka kwenye your situation. Unapoenda kwenye self analysis, lazima uende uangalie what is your situation na namna ambavyo you can figure out stuff. So text hii tasema tu Mwaisa. Namba itakuwa ni hii 0684096577. Mwaisa, when text tu kwenye hiyo, and then nitakutumia PDF ambayo itakusaidia kwenye processes zako za kuwa na self actuation, self awareness na self analysis. And then pia nitakupa tools ambazo unaweza kuzitumia ku correct data. Mwisho namaliza kwa kusema hivi, kama wewe ni intermediate trader ambaye at least una utambuzi wa kitu fulani, ningekushauri for those 90 days, part of those 90 days utakapokuwa na collect data, part of those 90 days ambapo utakuwa na forward test, part of those 90 days utakapokuwa na trade, make sure unaandika. Achana na kutengeneza Excel entry price, exit price. Huo ni upumbavu. Jono, yani andika hiyo siku unataka kufanya nini. Achana kwamba nataka niingize 200. Wapumbavu ndo wanataka waingize 200. Kwa nini uingize 200 wakati unaweza kaingiza 800? Kwa nini uingize 200 wakati unaweza karuzi 400? Yani kwa nini unataka ukomandi vitu? Andika, what do you want to do that day? Maybe haya ndo matokeo. Yani hivi vitu ndo vyenyewe. Labda nataka malengo yasiwe mengi. Yani yanapokuwa mengi ndo unaharibu. Andika lengo la siku. Yani leo nataka kufollow trade plan yangu. Leo nataka kuweka TP na stop loss kwenye kila trade. Afu andika process uliyokuwa unaifanya. Yani andika what was going on. Andika ambacho ulijifunza kwenye hiyo trading. Yani kwenye hiyo trade iliyo lose ulijifunza nini? Kwenye hiyo trade iliyo win ulijifunza nini? I remember siku ambapo mimi nilikuwa nimefanya, siku ambayo naweza nikasema ni siku ambayo ilibadilisha maisha yangu. Ni siku ambapo nikasema leo lengo langu ni kutokuogopa kuangalia entry yangu ikipanda na kushuka. Ninaangalia pullback. What I did is nilijikalisha kwenye screen. Yani niliingia entry, nikawa nimekaa kwenye screen babu. Yani entry naenda na nilikuwa nimesema sitatikisika mgongo wala mguu. Naangalia yani I faced my fear. Kwa sababu nilishajua hizi fear ni uongo. Yani ni uongo. Yani kuna kitu kiko nyuma yake kinachoniambia tu kwamba man, kwa nini unarudisha hela sokoni? Yani kana kwamba ni za kwangu.
Sasa simaanishi tusiwe na trade management, lakini you have to face it. Face your fear. So you have to write everything. Ni nini una struggle zaidi? Umeona? So the next video itakuwa about uongo uliopo kwenye trading psychology. Kwa nini watu wengi wanapoteza muda wakifikiri psychology ndio inawarudisha nyuma, wakati kuna vitu tu ukivifanya, yani psychology inapotea yani. Yeah, yani inapotea. Unaambiwa change the meaning, una change outcome. Yani sikiliza watu wote kwenye hii dunia, hakuna mtu anashindaga au anafanya kitu kikubwa kama akina maana. Yani kuna ile moja inaitwaga ile, kama umeangalia movie inaitwa Endgame, Avenger Endgame, au umeangalia movie zozote, yani you'd have to sell people the meaning of why they are doing it. Yani meaning ndio inayobadilisha matendo ya watu. So yani I don't know, psychology is easy. Yani ukichange meaning ya jambo lolote, automatic ubongo unakuwa umeuhack. I don't know if it makes sense. Like you can hack your brain, and his mindset, they can be hacked. Na ndo maana wazungu ama watu wa Hollywood wamewezaje kuwafanya watu ambao walikuwa wanashindwa kutembea. Yani zamani huwezi kukuta binti awe mzungu awe nani, eti anatembea kitovu wazi. Lakini hawa watu waliwezaje kuwashawishi hawa watu wakaanza kutembea vitovu wazi, mapaja wazi? Walibadilisha meaning. Badala hii kuwa aibu, wakawambia hii ni freedom. Sasa tusiende more kwenye hizi conspiracy. Yani zamani kufanya hivi ni kama unajiaibisha, yani like ni aibu, lakini siku hizi ni freedom. Yeah baba. So meaning ina change kabisa mindset. Lakini huwezi ukafanya hii ukatafuta meaning kama ujui what's the problem. So that's why you have to do self-analysis. Alright guys, it was nice to talk to you. Please share this video kwa mtu yote unahisi itamsaidia. There is no need anymore ya watu wengi kufundisha technical analysis ama kutafuta technical analysis, jambo ambalo they never solve a problem. Hata unajua umeshasoma karibu kwa mamenta wote maarufu, lakini matokeo hayapo, kwa sababu unaamini matokeo yapo kwa mentor. Na nimeshakwambia trader amna anaweza kufundisha kutrade. Mentor ni mtu wa kukuguide ili wewe utoe the best in yourself. Na mentor nzuri yoyote anakufundisha utoe the best of yourself. All right. See ya. Ciao.